niwaombe basi sana tena waheshimiwa wabunge, kwa sababu mko hapa na skimu hii ni ya wananchi, na wananchi hawa ni nyinyi mnawasimamia. Basi tuungane, msituache, tuwe bega kwa bega katika kuwapa elimu, kuhamasisha wajiunge na skimu hii ambayo kusema kweli itaandika historia katika nchi yetu. Jambo la umaskini kwa watu walioko chini ya skimu hii utakuwa umetoweka, si tu kwao lakini kwa familia zao pia. Matibabu kitu assured, tuna tatizo kubwa mno la matibabu nchi hii Mheshimiwa Naibu Spika, lakini ukijiunga na mpango huu basi swala la matibabu linakuwa ni historia, na kama nilivyosema linaendana pia na ile dhana ya utoaji wa bima ya afya kwa wananchi wote. Wananchi wengi wapo huko katika waliojiajiri, na kwa sasa kwa mujibu wa Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2024 ya National Bureau of Statistics, watu hawa ni takriban wananchi milioni 20.98, na hiyo ni zaidi ya 85% ya nguvu kazi ya nchi. Ndio maana tunasema wengi kwa kusema kweli wako huko, na ndiyo maana tuna umuhimu sasa mkubwa wa kuwafikia kupitia hifadhi ya jamii. Na madhumuni ya skimu hii ya hifadhi ya jamii, Mheshimiwa Naibu Spika, sana sana ni yale ambayo tumeandika pale, lakini kubwa zaidi ni hilo la kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii ili wafikie wananchi walio wengi. Na tunafanya hivyo kwa sababu utaratibu wa hifadhi ya jamii ukiwafikia wananchi wengi ni njia moja madhubuti ya kutoa umaskini. Tunaliona hilo katika nchi zilizoendelea, wananchi wengi wako covered na swala la umaskini wa kipato unakuwa umeondoka. Na ndio maana pengine unafikia hatua ya kusema kwamba wananchi wote wanamiti angalau zile minimum standard of living ni kupitia hifadhi ya jamii. Na ndio maana kama nilivyosema katika nchi zilizoendelea jambo hili ni la kipaumbele. Lakini pia kupitia skimu hii ya hifadhi na kupitia mafao kama ya afya, basi tunaimarisha afya, tunaimarisha nguvu kazi na kufanya productivity iongezeke, tija iongezeke, na hilo linapelekea uzalishaji na pato la taifa kwa ujumla katika nchi kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa ujumla wake, Mheshimiwa Naibu Spika, hizo ndio zilikuwa sababu za kuanzisha skimu hii, na niseme tu kwamba makundi ambayo tunayalenga kwa ujumla wake ni wale wote ambao hawalazimiki kisheria kuchangia katika ule utaratibu wa lazima, ambao sasa watu hao wako NSSF na wengine wa umma kule wako PSSF, wote hao. Kwa hiyo tunazungumzia wavuvi, wafugaji, wakulima, wachimbaji wadogo wa madini, wasanii, machinga, waendesha bajaji, bodaboda na daladala, lakini wafanyabiashara nyingine ndogo na viongozi ambao kwa namna moja au nyingine wako katika ajira au wako katika kazi, lakini masharti yao hayawalazimishi kuingia katika ule taratibu wa kuchangia walazima. Na kupitia hifadhi scheme pia Watanzania wenzetu waishio nje wanaweza kuchangia katika mfuko huu. Sifa na taratibu za kujiunga tumeweka ni rahisi, Mheshimiwa Naibu Spika. Umri ni kuanzia miaka 15 ambao unaruhusiwa kuanza kufanya kazi mpaka miaka 70. Wengine watajiuliza 70 kwa nini? Ni kwa sababu pia tumetoa room hata katika hii main scheme ya NSSF. Mtu sasa anaweza kuchangia baada ya kufikisha miaka 60. Hatuna maana ya kubadilisha umri wa kustaafu. Umri wa kustaafu uko pale pale, lakini kama amechangia amefikisha miaka 60 na hajaweza kuqualify kupata pension. Maana kupata pension lazima uwe na miezi 180, miaka 15. Kama umechangia ukafikia umri wa kustaafu kwa lazima haujaweza kupata pension, unaruhusiwa kuendelea kuchangia aidha wewe mwenyewe au kwa kushirikiana na employer kama atakubali mpaka kufikia miaka 70. Na tunaamini wengi wa namna hiyo wakiendelea kuchangia wataqualify kupata pension, na kwa hiyo kuboresha maisha yao, kwa sababu watapata tu si kino mgongo kile, lakini pia malipo ya kila mwezi, na ndio lengo haswa la pension. Lakini pia awe ni Mtanzania na asiwe sasa mnufaika wa yale mafao ya lazima ya pensheni ambayo yako katika mifuko ya NSSF na PSSF. Lakini pia anahitajika kujaza fomu ambayo ni rahisi na zinapatikana pia katika mtandao, na anajisajili kupitia aidha namba ya NIDA, lakini kwa wasiokuwa na namba hizo pia kwa sasa tunaruhusu leseni za udereva na pia kitambulisho cha mpiga kura.